Kuweka akiba inaonekana rahisi. Kutumia kidogo kuliko unavyopata, sivyo? Lakini kwa nini watu wengi wanashindwa? Kwa nini watu wanaongeza kipato lakini bado wanahisi hawana pesa? Kwa nini pesa inaingia halafu inapotea haraka vile vile? Kwa sababu kuweka akiba sio hesabu tu. Ni tabia, ni nidhamu, ni ufahamu. Na watu wengi hawakuwahi kufundishwa hayo. Hivyo wanaishi kwenye mzunguko ule ule wa maisha. Usiogope. Leo tunavunja huo mzunguko. Katika video hii nitakufundisha kanuni 7 zitakazokusaidia kuweka akiba. Kanuni ambazo ukizifuata zinafanya kazi. Namba 1. Tambua pesa zako zinaenda wapi. Huwezi kurekebisha kitu usichokifuatilia. Watu wengi hawana tatizo la kuweka akiba. Wana tatizo la kutokujua. Pesa hupotea kwenye vitu vidogo vidogo. Kuagiza chakula, huduma za kulipia, manunuzi ya ghafla. Inaonekana ndogo wakati huo, lakini baada ya muda inakumaliza. Sasa nataka uanze kufanya yafuatayo. Anza kufuatilia kila pesa inayopita mikononi mwako. Fanya hivyo kwa wiki moja. Alafu fanya hivyo tena kwa mwezi mmoja. Kisha angalia ukweli halisi. Sio kile unachofikiri unatumia, bali ni kiwango unachotumia kweli kweli. Kwa sababu ukitambua pesa yako inapokwenda, unaweza kuidhibiti. Namba 2. Jilipe mwenyewe kwanza. Watu wengi huweka akiba kile kinachobaki baada ya matumizi. Na hapo ndipo wanapokosea. Kwa sababu mara nyingi hakuna kinachobaki. Kama na wewe ni mmoja wao, badilisha huo mtazamo kuanzia sasa. Weka akiba kwanza, kisha tumia kinachobaki. Pesa ikiingia tu, sehemu yake itenge kama akiba, moja kwa moja, na bila kujiuliza maswali. Sio kwa hisia, sio kwa nidhamu ya muda. Ni mfumo, hata kama ni kidogo. Kwa sababu muendelezo ni muhimu kuliko ukubwa. Kuweka akiba kidogo mara kwa mara ni bora kuliko kusubiri kuanza na kiasi kikubwa. Jenga tabia kwanza. Kiasi kitakuja baadaye. Namba 3. Ondoa visivyo na maana. Kuweka akiba haimaanishi kuishi maisha magumu. Inamaanisha kuwa na kusudi maalum. Huna haja ya kuacha kila kitu. Acha vile visivyo na thamani. Jiulize, hiki kina msaada au nimekizoea tu? Tabia ya kuishi maisha ghali kuliko kipato chako, kulipia huduma ambazo hutumii tena, au matumizi ya kila siku yasiyo na maana, ondoa. Sio kwa sababu ni lazima, bali ni kwa sababu havina maana. Kuweka akiba kunakuwa rahisi unapochagua kutofadhili vitu visivyo muhimu. Namba 4. Epuka kuongeza maisha kadri pesa zinavyoongezeka. Hapa ndipo watu wengi wanapofeli. Wanapata zaidi na wanatumia zaidi. Simu bora, nyumba bora, kula nje zaidi, kujizawadia zaidi. Inaonekana kama maendeleo, lakini ni mtego. Kwa sababu matumizi yako yanaongezeka pamoja na kipato. Hivyo haijalishi unapata kiasi gani, unabaki pale pale. Sikiliza, kama maisha yako yanaongezeka haraka kuliko akiba yako, usongi mbele. Unazunguka tu hapo hapo ulipo. Kuanzia sasa, weka hili kwenye ufahamu wako. Kipato chako kikiongezeka, usibadilishe kila kitu. Ongeza akiba kwanza. Weka maisha yako thabiti. Na acha hali yako ya kifedha ikue. Namba 5. Tofautisha mahitaji na matamanio. Hii inaweza kuonekana rahisi, lakini watu wengi wanachanganya. Mahitaji ni lazima, matamanio ni starehe. Hakuna ubaya kwenye matamanio, lakini yakizidi, akiba inapotea. Kabla hujanunua chochote, jiulize kwanza kama kweli unakihitaji au ni umekitamani tu.
Swali hilo moja litakuokolea pesa zako nyingi sana. Namba 6. Tumia subira kama silaha. Hisia ni gharama. Unaona kitu, unakitaka, unanunua. Tena bila kufikiria. Kuanzia sasa, anza kusubiri. Ukitaka kitu, kabla ya kukinunua, jipe muda kwanza. Jipe masaa 24, masaa 48. Jipe hata wiki kamili. Kama bado unakihitaji, ndipo unaweza kufikiria kukinunua. Lakini mara nyingi unapojipa muda, hamu ya kukinunua inapotea. Kwa sababu haikuwa hitaji, ilikuwa hisia. Na hisia hupita. Kuweka akiba sio kusema hapana milele. Ni kusema sio sasa, mpaka iwe na maana. Namba 7. Weka sababu ya kuweka akiba. Kuweka akiba bila sababu ni ngumu, kwa sababu inaonekana kama kujinyima. Unaacha vitu bila sababu. Hivyo ipe pesa yako maana. Unaweka akiba kwa ajili ya nini? Uhuru, dharura, biashara, safari, amani ya akili. Eleza wazi. Ifanye iwe halisi. Kwa sababu akiba yako ikiwa na maana, inakuwa rahisi kuilinda. Huo sio uhifadhi wa pesa tu. Unajenga kitu. Na hiyo hubadilisha kila kitu. Umepata kitu? Tuambie nini unafikiri kwenye maoni. Vilevile usiache kuonyesha upendo kwa kulike na kusubscribe. Hadi wakati mwingine.